Tunaendelea na Mheshimiwa Livingstone Joseph Lusinde. Mheshimiwa Abubakar Damian Asenga ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kupata nafasi hii. Nami niweke mchango wangu mdogo kwenye wizara nyeti kabisa, wizara ya uchukuzi. Nikupongeze sana Profesa Mbarao kwa kazi nzuri, katibu mkuu, naibu waziri, ndugu yetu Kihenzile, kwa namna ambavyo umekuwa mkichapa kazi bila kulala kuhakikisha kwamba nchi inakwenda. Ndugu Mwenyekiti, ukisikia miamba watatu hawa wawili waliotangulia kuzungumza wamesema maneno mazito sana kuhusu maono ya Mheshimiwa Rais wetu, msimamo wake kuhakikisha kwamba bandari inawekezwa, na hii inatufanya taifa letu liwe taifa la kipekee. Hata wale waliokuwa wanabisha walikuwa sehemu ya kufanikisha jambo hili, kwa sababu wakati mwingine ikitokea mtu akibisha, mwingine ndo anafanya vizuri zaidi. Kama unavyoona hata kwenye michezo, jamaa wakibisha sisi tunafanya vizuri zaidi, sisi tukibisha wanafanya vizuri zaidi. Hivyo ndio inavyotakiwa. Mheshimiwa Rais alifumba macho akasema twende tuwekeze. Mabingwa wamezungumza kwa umakini sana namna ambavyo mapato yameongezeka. Lakini nataka kusema nini kwako Mheshimiwa Waziri pamoja na naibu wako na katibu mkuu? Namna mnavyosimamia utendaji wa kazi wa siku hadi siku, kupunguza uzembe, uwajibikaji kuwa wa kiwango cha juu, kumetufikisha kwenye mafanikio haya makubwa. Tunawashukuruni sana. Lakini mambo mengi yamezungumzwa hapa, watu hawajui tu. Mapato haya ongezeko lake yametupa faida gani? Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa hivi ndani ya mwaka mmoja bandari ya Mbamba Bay inajengwa. Bandari ya Mbamba Bay inajengwa. Ujenzi wa matanki ya kuhifadhia mafuta, tulilisema sana kwenye bunge hili, serikali sikivu imeanza kujenga na spidi yake ni kubwa na nzuri sana. Lakini kuna ujenzi wa bandari ya mizigo michafu Mtwara unajengwa kwa nguvu kubwa sana. Ujenzi wa gati mbili za mita 500 Dar es Salaam unajengwa kutokana na mafanikio haya. Kwa hiyo mimi hapa nataka kuunganisha tu, watu wasiwe mbona kumeongezeka hatuoni kitu. Mapato yameongezeka na shughuli za ujenzi zimeongezeka. Lakini kuna kazi inatakiwa kufanywa. Mheshimiwa Waziri, kweli Mheshimiwa Rais alisema, aliwapa time frame kwamba lazima treni ianze kazi na imeanza. Na tumeona namna ambavyo watu wanasafiri kwa haraka, wanaboresha shughuli. Juzi mimi kuna mtu alikuwa na mgonjwa Muhimbili, lakini uji ameupika Dodoma, mgonjwa kaenda kunywa Muhimbili. Kitu ambacho zamani kisingewezekana. Zamani isingewezekana. Uji umepikwa Dodoma, umenywewa Muhimbili Dar es Salaam, alafu jioni karudi. Anasema nilikuwa Dar es Salaam kumuona mgonjwa. Yaani watu wanakwenda wanateleza. Lakini kuna mambo ya kufanywa. Tunawapongeza sana kwenye reli Injinia Kadogosa. Tunampongeza sana kwenye bandari Injinia Mbosa pamoja na management yote, wamefanya kazi kubwa sana. Watu wa manunuzi, tumeona engineering ikifanya kazi ya watoto wazalendo, wazawa wa taifa hili. Tukiaminiana ndugu zangu tunaweza. Lakini vile vile tumeona namna ambavyo treni yetu inasimamiwa kwa usafi mkubwa na mabinti zetu wako hapa juu. Wamefanya kazi nzuri, wanatunza mazingira, wana lugha nzuri. Yaani ukisafiri kama unasafiri Ulaya. Hili ndio tulikuwa tunalitaka. Kuna mambo ya kufanywa Mheshimiwa Waziri. Moja, vitu ambavyo nashauri vifanyike. Kwanza, elimu itolewe. Sehemu zote ambazo treni inapita, kuna baadhi ya maeneo watu wanarusha mawe kwenye treni. Vitengo vyetu vya elimu, madiwani wa maeneo yale, wenye viti wa serikali za vijiji, sisi tunayo cheni ya kutosha, waheshimiwa wabunge, kule ambako treni imeanza kazi na kule ambako itaenda kuanza kazi, elimu itangulie kutolewa ili watu wajue hii treni ni mali yetu. Treni sio ya kurushia mawe, mtu anataka kupima kasi ya treni na kasi ya jiwe. Kidogo hii vitu vinatuletea shida. Lakini jambo jingine ambalo mimi ningeomba ni shauri, kwenye reli yetu ya kati kumekuwa na hujuma nyingi sana. Watu wanang'oa vyuma chakavu sana, wanapelekea abiria kuchukua muda mrefu sana kusubiri chombo. Hii inakuwa si sawa. Kwa hiyo tunawaomba sana serikali mwanzishe operation kwa watu wanaouza vyuma chakavu. Kila muuzaji wa chuma chakavu aweke bango kwenye ofisi yake kwamba vyuma vya reli vya aina hii marufuku kuvileta hapa, ili watu waelewe kabisa kwamba chuma cha reli uuzwaji wake una taratibu, hakiwezi kuuzwa ovyo ovyo na hivyo kusababisha watu kusabotage reli yetu.
Hii inatupelekea watu tukiheshimu miundombinu, tukaheshimu utaratibu, taifa letu litasonga mbele. Lakini haya mambo mengine madogo madogo haya yasikuumizeni waheshimiwa wabunge. Mtu akisema no reform, no election, wewe badilisha kidogo tu. Mwambie no election, no reform. Basi, yani inakuwa imekaa mahali pake. Hakuna uchaguzi, hakuna mabadiliko. Uchaguzi ndio unaoleta nini? Mabadiliko. Mabadiliko yatakujaje bila uchaguzi? Haiwezekani. Ni sawa unalazimisha umefunga jembe la kulimia na ng'ombe au umefunga mkokoteni na punda, alafu unataka mkokoteni utangulie. Mkokoteni utavuta punda? Haiwezekani. Ni lazima punda ndo atangulie kuvuta nini? Mkokoteni. Kwa hiyo lazima uchaguzi utangulie ili ulete mabadiliko. Jambo rahisi sana, wala nisitupotezee muda. Naunga mkono hoja. Asante sana mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Livingstone Joseph Lusinde.